Taarifa mbaya kutoka Ikulu ya Tanzania yashtua dunia huku afya yake Samia Suluhu ikidorora. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mtandao wa kuchambua masuala ya kijamii ya kisiasa Tanzalix umeibua mjadala mkali tarehe 4 Januari mwaka wa 2026 huku kidai kwamba viongozi wa mawasiliano ya serikali akiwemo Tido Muhando na Bakari Machamu wanatakiwa kutoa taarifa za Rais Samia Suluhu hadharani ndani ya masaa 24 na kukataa matumizi ya ujumbe uliotoka kwa teknolojia ya akili bandia AI uliotokana na kuzungumza kama afisa wa serikali. Taarifa imeongeza kizungumkuti kuhusu jinsi serikali inavyotumia au kudhibiti maudhui mtandaoni na kwamba wananchi wanapaswa kupata ufafanuzi wazi juu ya afya ya Samia Suluhu na si juu ya matumizi ya teknolojia katika mawasiliano ya umma. Jambo hili linajiri huku Tanzania ikikumbwa na sera kali za udhibiti wa mitandao ya kijamii na habari mtandaoni ikijumuisha kuzima ufikiaji wa majukwaa kama X ambao zamani ulikuwa Twitter kwa madai ya kukiuka sheria za maudhui na mila za nchi, pamoja na kuweka taratibu kali dhidi ya maudhui ya uhalifu wa mtandao kimakosa na maudhui yasiyofaa. Kwenye ujumbe wa Tanzalix alisema kuwa alert Tido Muhando, Bakari Machamu ama Machumu tunawaita, mtoeni Samuya, hapo akimaanisha Samia Suluhu, hadharani ndani ya masaa 24. Msituchezee wa Tanzania akili, kama Samia anaumwa waambieni wa Tanzania. Acheni mambo ya ovyo ya kuweka AI tuhutubie. Jana ilihutubia taifa wakati Samia akiwa Mzena na kisha Mloganzila. Ujumbe TanzaPulse iliyoandika katika mwaka 2025 serikali ya Tanzania ilizima ufikiaji wa X na majukwaa mengine ya kijamii kwa madai ya kukiuka sheria za mitandao na kijamii na maudhui hayo. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari alitangaza kuwa X iliidhinisha maudhui yanayopingana na kanuni za nchi kuhusu mila, desturi na sheria dhidi ya uchochezi wa ngono za watu wa jinsia moja mkipenda LGBTQ, kukanusha sera za nchi. Taarifa hizi zilifuata tukio la kushtua ambapo akaunti ya polisi ilidukuliwa na kutumika kutangaza kifo kisicho kweli cha Rais Samia Suluhu Hassan, jambo lililosababisha serikali kuchukua hatua kali dhidi ya jukwaa hilo. Serikali pia imezuia kushiriki VPN bila kibali kama njia ya kupata mtandao iliyozuiwa, na kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, matumizi yanayoidhinishwa na VPN kufikia mitandao iliyozuiwa kama X ni kosa la jinai linaloweza kusababisha adhabu ya kifungo au faini. Imekuwa pia kawaida ya mamlaka kukataa ufikiaji wa maudhui yanayochukuliwa kuwa yenye madhara kwa amani na utulivu wa kijamii, ikiwa ni pamoja na kuruhusu kusimamishwa kwa huduma za tovuti na majukwaa makubwa. Taarifa za Tanzalix inataka ufafanuzi wazi juu ya ni lini serikali inapaswa kuzuia maudhui na ni lini inapaswa kuwajibika kutangaza habari rasmi za taifa. Samia Suluhu hajaonekana tangia tarehe 2 na hajaonekana sana, huku viongozi wa serikali wakienda maeneo mbalimbali kama Zanzibar ili kuzindua miradi mbalimbali. Aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ameonekana kuenda kuzindua miradi mbalimbali maeneo mbalimbali kama rais, huku Samia Suluhu haonekani, swala ambalo limezua hisia mbalimbali, huku wengine wakidai kuwa afya yake Samia Suluhu inazidi kudorora. Na hapo awali kidogo kulikuwa na tuhuma kwamba kulikuwa na madaktari walioagizwa kutoka nje ya nchi ambao walikuja kumwangalia wakisema kwamba afya yake imezidi kuwa mbaya. Taarifa ya Tanzalix ilisema takriban jana ujumbe wa AI ulizungumza kwa niaba ya serikali wakati Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa Mzena na kisha Mloganzila, jina lilotumiwa kihisia kuelezea tukio lisilo rasmi la kutoonekana hadharani kwa rais. Inaonekana madai haya yanategemea dhana ya kutumia teknolojia ya AI kuunda ujumbe kwa niaba ya mamlaka, ingawa kuna uthibitisho rasmi wa serikali kutumia AI kwa ujumbe wa moja kwa moja wa taarifa rasmi
rasmi, serikali imeonyesha nia ya kutumia teknolojia hizo kwa malengo ya maendeleo na miundombinu ya tehama kwa ujumla. Katika mkutano wa wadau Aprili mwaka 2025, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ilizungumza utayari wa nchi kutumia teknolojia ya AI kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia hiyo. Hii inaonyesha mbinu ya serikali kufikiri kuhusu ushiriki wa AI iliyofanywa kwa uwazi na wadau. Elisha madai ya Tanzalix kuhusu AI ilihutubia taifa. Ufafanuzi rasmi wa serikali kuhusu matumizi ya teknolojia ya AI bado hajazaguliwa kimakini katika vyombo vya habari vya kitaifa, na ni jambo ambalo limeongeza haja ya uwajibikaji na uwazi zaidi. Na vilevile haya yote yakiendelea, wanasema kwamba wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba katika ile hotuba ya kufungua mwaka yake Samia Suluhu, hakuwa Samia Suluhu aliyehutubia, bali ilikuwa ni picha ambayo ilikuwa imetengenezwa na AI ama akili bandia ili kudanganya Watanzania wasije wakajua kwamba huenda Samia Suluhu anaumwa na wataki kuleta kupanic ndani ya nchi ya Tanzania. Tanzania ina mfumo wa udhibiti mkali wa maudhui ya mtandao kupitia Electronic and Postal Communication Regulations ambayo yanahitaji kuandikishwa kwa leseni na kupata leseni kwa waundaji wa maudhui ya mtandaoni, na pia inazuia maudhui yanayopingana na ada za nchi. Utaratibu wa umma na usalama wa taifa. Ripoti za Amnesty International zinaonyesha kuwa sheria hizi zina vipengele vya upana sana na vinaweza kusababisha kukandamiza uhuru wa kujieleza, ikitumia sheria kama kifuniko cha kulinda maslahi ya umma ambayo hayajafafanuliwa wazi chini ya sheria hizo. Mamlaka ya mawasiliano ya Tanzania pia imekuwa ikitumia nguvu kubwa kudhibiti maudhui, ikiwa ni pamoja na kusimamisha leseni za maudhui ya mitandao kwa makampuni kubwa ya vyombo vya habari kama Mwananchi Communications Limited kwa siku 30 kwa madai ya kuchapisha maudhui yaliyokinzana na umoja wa taifa na hatimaye kuharibu utangazaji wa mtandaoni. Hali inaweka shinikizo kwa wahariri na watumiaji wa mtandao kufuata kanuni mbalimbali ambazo kwa upande mmoja zinalenga kulinda utulivu wa taifa, lakini kwa upande mwingine zinatoa wasiwasi juu ya uwezekano wa kuzuia maoni na uhuru wa kupata habari, hasa wakati wa mchakato unaohusiana na uchaguzi au mjadala wa kisiasa. Na swali linasalia, je, Tanzalix wanasema ukweli ama wanagushi? Manake kutoa habari kuhusu afya kudorora afya ambayo ni ya kiongozi wa nchi ni jambo kubwa sana, na ambalo bado hatujagundua ikiwa ni ukweli ama ni urongo. Na vilevile serikali ya Samia Suluhu haijajitokeza kutoa madai, kukataa ama kukana kwamba haikuwa mambo na AI. Tangu kuanzishwa kwa Online Content Regulation, Tanzania imeendelea kupanua udhibiti wake wa mtandao kwa hatua mbalimbali. Katika mwaka 2025, serikali ilifungua huduma ya X kikamilifu kwa madai ya kupambana na maudhui yaliyopingana na sheria za nchi. Hii ni mwendelezo wa hatua zilizochukuliwa mwaka 2020 ambapo serikali ilizima ufikiaji wa mitandao kwa nyakati za uchaguzi, tukio lilozua hoja juu ya uhalali wa hatua hizo. Na ripoti ya Human Rights Watch mnamo Septemba ilibainisha kuwa hatua za udhibiti wa maudhui ya mtandaoni zinachangia kuzorota kwa ulinzi wa uhuru wa habari, ilivyosema inaweza kutumika kutuliza sauti zinazopingana na msimamo wa serikali, hasa kwa nyakati nyeti za kisiasa. Kama sasa hivi, ikiwa ujumbe huu kuhusiana hali ya kudorora kwa afya yake Samia Suluhu iliyotolewa na Tanzalix ambayo haijafurahisha serikali ya Samia, huenda ndio maana hii content regulation iliyowekwa iliweze kuzuia maneno ama kuzuia zile siri ambazo zinafichwa na serikali ya Tanzania sizitolewe nje. Na hii kauli ya Tanzalix inachukua nafasi katika mjadala mpana wa kijamii juu ya uwazi wa serikali, namna mitandao ya kijamii inavyodhibitiwa na jinsi teknolojia kama AI inavyoweza kutumika au kutumiwa vibaya katika mawasiliano kwa umma. Katika wakati ambapo uhuru wa habari, uhuru wa kujieleza na usalama wa mtandao unazungumziwa kwa nguvu na wadau wa haki za binadamu, ni muhimu kwa serikali, wadau wa mtandao na umma kwa ujumla kuelewa na kushirikiana ili kuweka mwafaka wa ulinzi wa haki hizo bila kuhatarisha usalama wa taifa.
kuwa wazi kuhusu chanzo cha habari rasmi, sera za udhibiti na mantiki ya matumizi ya teknolojia ya kisasa kama AI kunaweza kusaidia kujenga imani ya raia na kuhakikisha kwamba misingi ya demokrasia ya kidijitali inadumishwa wakati wa kipindi hiki nyeti cha kihistoria na teknolojia. Vilevile serikali yake Samia Suluhu haijajitokeza kuzungumzia afya yake Samia Suluhu ikiwa inazidi kudorora na mbona haonekani mbele ya umma, manake amekuwa amejificha sana, na vilevile haijaweka wazi ikiwa madaktari kutoka nje ya nchi wameagizwa kufika kwa haraka ili waweze kumtibu Samia Suluhu. Ndio hayo tulikuandalia kutoka hapa TanzaPulse, na kumbuka kusubscribe. Hapa ni mahali ambapo tunakuletea taarifa jinsi zilivyo bila kupindisha na bila kuegemea upande wowote. Subscribe na kuwa mfuasi wetu.